Gankana Infos. Subscribe and follow us. Mengi yanaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na ule mzozo ambao unaendelea kuchukua sura mpya siku hadi siku. Mzozo kutoka kule Mashariki ya Kati ambapo unahusisha mataifa makubwa, mataifa kama Marekani, Israeli, bila kusahau Iran, ambapo kumekuwa na majibizano ya kisilaha ambapo yamekuwa yakiendelea baina ya mataifa haya hapa. Sasa ni moja kati ya mzozo ambao unaendelea kukua kasi kutoka katika hizi nchi tatu na kusogea katika nchi mbalimbali, na utafahamu kwamba Iran wamekuwa ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa likishambulia sehemu zote ambapo kutakuwa kuna bezi ya kivita ama kambi ya jeshi la Marekani. Utafahamu Marekani walijizatiti katika falme za Kiarabu na kutengeneza bezi zao kupitia upande wa jeshi. Sasa Irani bwana wamekuwa wakishambulia kutokana na hayo maeneo ambapo kote kunakuwa na zile bezi za Marekani. Utaona nchi kama Qatar, Kuwait, lakini pia nchi kama Saudi Arabia ni moja kati ya nchi ambazo zimepata madhara makubwa, na hii yote inatokana na kuwa na zile bezi za Marekani ama zile kambi za vita kutoka katika jeshi la Marekani. Sasa utaona ni jinsi gani ambavyo vita hii hapa inaendelea kutanua mabawa kutoka zile nchi tatu, na sasa inaonekana kabisa zinaelekea katika nchi mbalimbali, huku athari kubwa ikitokea katika nchi za falme za Kiarabu. Lakini utaona kuna baadhi ya nchi ambazo wao wameamua kujitoa kabisa ama kutotaka kushiriki katika vita hii hapa. Nchi kama Uingereza tuliona wakizungumza hadharani kwamba hawapo tayari kuungana na Marekani ama kutoa msaada wote kwa Marekani katika vita hii hapa ambayo inaendelea kukua kwa kasi sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna taarifa ambazo zilitoka kule Hispania ambapo nao pia wameamua kukaa mbali na kuwa watazamaji katika hii vita ambayo inaendelea sasa hivi katika maeneo mbalimbali huko Mashariki ya Kati. Sasa leo nakwenda kusogezea dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zimekuwa zikiwekwa kupitia mitandao ya kijamii kwa kila ambacho kinaendelea katika vita hii hapa ambayo inaonekana kabisa ni vita ambayo inakuwa kwa kasi siku hadi siku. Taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na Marekani yazamisha zaidi ya meli 30 za kivita za Iran. Kamanda wa kamandi kuu ya Marekani Admiral Brad Cooper amesema kuwa Marekani imezamisha zaidi ya meli 30 za Iran kufikia sasa. Aliongeza, katika saa chache tu zilizopita tulishambulia meli ya kubeba ndege zisizo na rubani ya Iran ambayo ukubwa wake ni sawa na ile iliyobeba ndege za kivita wakati wa vita ya pili vya dunia. Sasa inawaka moto. Sasa utaona ni jinsi gani ambavyo Iran inazungumzwa kwamba ni taifa ambayo ina nguvu kubwa sana katika upande wa utengenezaji wa silaha nzito. Lakini hapo utafahamu kwamba kuna silaha ambazo zilibebwa kupitia meli ambayo Marekani wanazungumza kwamba wameilipua dakika chache zilizopita, na meli hii hapa inakadiriwa kwamba imebeba mzigo ambayo unakadiriwa ni silaha nzito na ambazo zinaweza kufananishwa na zile ambazo zilitumika katika vita ya pili ya dunia. Utaona ni jinsi gani ambavyo Iran wako makini sana na huu mzozo ambao unaendelea kuwa mkubwa sana sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii. Cooper amesema kuwa Marekani imeshambulia kwa mabomu takribani maeneo 200 nchini Iran katika muda wa saa 72 zilizopita. Huku haya yakijiri, afisa wa ikulu ya White House amethibitisha BBC kwamba maafisa wa utawala wa Trump wanapanga kukutana na wasimamizi wa ulinzi wa Marekani leo Ijumaa kujadili utengenezaji wa silaha mbalimbali kutokana na huu mzozo ambao unaendelea sasa hivi. Mkutano huo utafanyika katika ikulu ya White House na utahudhuriwa na kampuni kama vile Lockheed Martin na RTX, kampuni mama ya Raytheon. Shirika la habari la Reuters liliripoti taarifa hii hapa ambayo inaendelea sasa hivi kusambaa kupitia mitandao ya kijamii. Majadiliano yanatarajiwa kujumuisha kuongeza kasi ya utengenezaji wa silaha, huku Pentagon ikiwa mbioni kujaza tena hifadhi yake ya silaha ya baada ya shambulio dhidi ya Iran, kulingana na Reuters. Katika mkutano na waandishi wa habari muda mfupi uliopita, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth alisema Marekani ina silaha nyingi na inaweza kuendeleza operation yake dhidi ya Iran hadi itakapofika lengo
la kile ambacho wamekuwa wakikishambulia. Sasa hii ni moja ya taarifa ambayo sasa hivi inaendelea kuzungumzwa sana kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na Marekani kufanikiwa kushambulia meli takriban 30 za Iran ambazo zimekuwa zikibeba silaha kuelekeza maeneo husika. Sasa Marekani wamekuwa kidili sana na hizi sehemu ambazo ni sehemu nyeti. Tukizungumzia sehemu nyeti, ni hizi sehemu ambazo zimekuwa zikihifadhi mabomu za Iran. Sasa utaona ni jinsi gani ambavyo mzozo huu hapa unaendelea kuwa mkubwa sasa hivi. Lakini ukiachilia mbali hilo hapo, kuna taarifa nyingine kubwa ambayo sasa hivi nimeipata hapa, ni kuhusiana na Marekani yasema kiwango cha mashambulizi dhidi ya Iran kitaongezeka, huku Israeli ikishambulia Beiruti na Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri wake wa ulinzi wa Marekani Peter Hexas wameikosoa hatua ya Uingereza kwa kukataa vituo vyake vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati kutumiwa kuishambulia Iran. Trump hapo awali aliangazia kile kinachoendelea nchini Iran katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House huko Marekani. Kwa upande wake Peter alisema kwa bahati mbaya Uingereza ilikataa ombi letu kutoka siku ya kwanza, lakini tulifikia lengo letu, tulifika huko, na hiyo sasa ni sehemu ya mpango ambao tunakwenda kuutumia kufanya mashambulizi ya angani. Ni vikosi zaidi ya wapiganaji na vina uwezo mkubwa, ni uwezo wa kujilinda zaidi na ni uwezo wa mashambulizi ya mara kwa mara, alisema. Kiwango cha mashambulizi dhidi ya Iran na Tehran kinakaribia kuongezeka kwa kasi, alisema. Hexas pia alisema Marekani na Israeli zinawalenga wale wote waliokuwa wakiwakandamiza waandamanaji nchini Iran. Kadri unavyofanya hivyo zaidi kuharibu nia na uwezo wao, ndivyo unavyotengeneza fursa kwa watu kusimama kwa ujasiri, amesema Peter Hexas ambaye ni waziri wa ulinzi kutoka kule nchini Marekani. Bana, haya ni makubwa ambayo yanaendelea kusumbua kupitia vichwa vya habari, kupitia mitandao ya kijamii. Saa hii hapa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao sasa hivi unaendelea kuwa gumzo siku hadi siku. Hapa naitwa Gangana Infos, mimi naitwa Jackson Jambele. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ili upate kufahamu ni yapi ambayo yanaendelea duniani kwa sasa, kwa sababu duniani sasa hivi bwana kunaendelea kuchafukwa kwa haya matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa siku hadi siku. Mpaka wasaa mwingine, endelea kubaki na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram ni Gangana Infos, lakini pia kupitia YouTube channel pa ni Gangana Infos, TikTok, Facebook pia unafuata hivyo hivyo kupitia Gangana Infos, ili wa kwanza kupata yale matukio ama zile taarifa ambazo tutakuwekea kupitia mitandao ya kijamii.